Nada. Kule ndiko ambako uuzaji wa madaraja ya mifugo unafanyika kwa kuzingatia madaraja ya ubora, lakini pia vibali vile vya uhalali wa mifugo hiyo ndiko vinakotolewa. Lakini pia kwenye minada ndiko ambako afya ya mfugo inakaguliwa kabla ya kuchinjwa kwa ajili ya matumizi. Kipindi hiki kama nilivyozungumza awali hapo, kunakuwa na mahitaji makubwa, na tunajua kila machinjio ina uwezo wake wa kuchinja. Kwa hiyo niendelee kuwakumbusha na kuwataka wenye machinjio wote kubaki kusimamia taratibu zile za kwamba mifugo kabla ya kuchinjwa lazima ikaguliwe, na baada ya kuchinjwa nyama lazima ikaguliwe. Lakini pia machinjio zisizidi uwezo wake wa kuchinja, kwa sababu ukichinja zaidi ya uwezo ndiko kunakopelekea kuchinjia chini na kuharibu ubora wa nyama. Kama una oda nyingi, unataka kuchinja nyama nyingi, tunashauri uongeze shifti za kuchinja kuliko kuongeza idadi katika shifti moja. Lakini pia niwakumbusha hawa machinjio kwamba wasimamie kwamba nyama zinapotoka machinjioni, zinapobebwa kusafirishwa kwenda kwenye mabucha na maeneo mengine ya kuuzia nyama, lazima zifuate utaratibu. Kuwe na vyombo rasmi vya kubeba. Watu wasibebe kwenye mabega na wapi. Kuna magari rasmi ambayo yametambuliwa na kusajiliwa na bodi ya nyama. Hayo ndiyo yatumike kwa ajili ya kubeba nyama kutoka machinjioni kwenda kwenye sehemu za biashara. Zingatie miongozo inayosimamia biashara ya nyama katika mabucha yao. Hii ikiwa na maana kutumia vyombo sahihi ambavyo vinatakiwa kuwepo buchani, lakini pia wao wenyewe wawe mazingira yao yawe safi kama ambavyo inapaswa, lakini pia na taratibu nyingine ambazo walielekezwa wakati wakisajiliwa na bodi ya nyama. Ni kwa walaji sasa, sisi ambao ni watumiaji wa vitoweo hivyo, niwasisitize sana kununua nyama katika maeneo rasmi. Tununue nyama katika maeneo rasmi ambayo yamepewa leseni na kusajiliwa kwa ajili ya biashara ya nyama. Tuache utaratibu wa kununua nyama zinazouzwa katika maeneo ya wazi katika mafungu. Hizo sio salama kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Tununue nyama kwenye mabucha ambayo yamesajiliwa na ambayo tunayaona ni masafi kwa kuyaona.